Kiongozi mwadhamu wa mapinduzi ya Kiislamu ya Iran, Ayatollah Sayyid Ali Khamenei, amesema kuwa sisitizo la baadhi ya madola ya kibabe juu ya kufanya mazungumzo na Iran halilengi kutatua matatizo. Ayatollah Ali Khamenei ameyasema hayo katika mkutano wake na wakuu wa mihimili mitatu ya dola na maafisa wa mfumo mzima wa Iran jijini Tehran. Kiongozi huyo mwadhamu ameendelea kusema kuwa sisitizo la baadhi ya serikali za kibabe juu ya mazungumzo si kwa ajili ya kutatua matatizo, bali ni njia ya kulazimisha matarajio yao binafsi. Ameongeza kuwa Jamhuri ya Kiislamu haitatimiza matarajio yao. Aidha, amesisitiza kuwa madola hayo ya kibabe hayalengi tu kujadili swala la nyuklia, bali yanatumia mazungumzo kama hayo kuwa njia ya kuibua matarajio mapya katika nyanja kama vile uwezo wa ulinzi wa Iran na uwezo wake wa kimataifa, mambo ambayo Iran haitayakubali kamwe. Kiongozi mwadhamu amebainisha kuwa madola hayo yanaibua swala la mazungumzo ili kushinikiza maoni ya umma na ili yadai kuwa yako tayari kwa mazungumzo na kwamba eti Irani ndio inayokataa. Ayatollah Ali Khamenei pia amezikosoa nchi za Ulaya kwa kutoa madai ya uongo dhidi ya Iran, akisema kwamba dai lao kuwa Iran haijatekeleza ahadi zake za nyuklia si la mantiki. Ayatollah Ali Khamenei ameendelea kuzihutubu nchi za Ulaya akisema, mnasema Iran haijatekeleza ahadi zake za nyuklia. Sawa, je, ninyi mmetekeleza zenu? Hamkutimiza tangu mwanzo, kiongozi huyo alisema. Kiongozi huyo wa Iran amebaini kuwa baada ya Marekani kujiondoa katika makubaliano ya nyuklia mwaka 2015, nchi za Ulaya ziliahidi kufidia swala hilo, lakini zilishindwa kutimiza ahadi zao. Ayatollah Khamenei amesisitiza kuwa misingi ya ustaarabu wa Magharibi inapingana na misingi ya Uislamu na hatuwezi kuwafuata. Ameendelea kusema kuwa tunaweza na tunapaswa kufaidika na chochote chenye manufaa popote duniani, lakini hatuwezi kutegemea misingi ya ustaarabu wa Magharibi. Kiongozi huyo mwadhamu wa Irani amebaini kuwa matendo ya mataifa ya Magharibi, ikiwa ni pamoja na ukoloni, uporaji wa rasilimali za mataifa mengine, mauaji ya halaiki, madai ya uongo kuhusu haki za binadamu na haki za wanawake, pamoja na viwango vyao vya undumila kuwili katika masuala mbalimbali, vimeleta fedheha kwa ustaarabu wa Magharibi. Ayatollah Ali Khamenei amesema dai la uhuru wa maoni katika nchi za Magharibi si chochote zaidi ya uongo. Kiongozi wa Syria Ahmed al-Shara ametoa wito wa kuwepo kwa amani baada ya siku kadhaa za mapigano ambapo vikosi vya usalama vya Syria vinadaiwa kuua mamia raia walio wachache wa dini ya Alawite. Shirika la kutetea haki za binadamu la Syria lenye makao yake makuu nchini Uingereza, ambalo linafuatilia mapigano nchini Syria, limesema takriban raia 745 waliuawa katika visa vya mauaji 30 yaliyolenga wa Alawite kwenye pwani ya Magharibi siku ya Ijumaa na Jumamosi. Mamia ya watu wameripotiwa kuyakimbia makazi yao katika eneo hilo, kitovu cha rais aliyeondolewa madarakani Bashar al-Assad, ambaye pia ni wa dhehebu la Alawite. Jumla ya zaidi ya watu 1000 wameuawa katika muda wa siku 2 zilizopita, shirika hilo limesema, katika hali ambayo ni ghasia mbaya zaidi nchini Syria tangu waasi waondoe utawala wa Assad mnamo mwezi Disemba. Idadi hiyo inajumuisha makumi ya wanajeshi wa serikali na watu wenye silaha wanaomtii Assad ambao wamejikuta katika mapigano kwenye majimbo ya pwani ya Latakia na Tautas tangu siku ya Alhamisi. Msemaji wa Wizara ya Ulinzi ya Syria ameliambia shirika la habari la nchi hiyo Sana kwamba serikali imeweka udhibiti mpya baada ya mashambulizi ya kihaini dhidi ya maafisa wake wa usalama. Wakati huo huo, familia nyingi zimekimbilia nchi jirani ya Lebanon, kulingana na vyombo vya habari vya ndani. Mjumbe maalum wa Umoja wa Mataifa kuhusu Syria Gary Pedersen amesema ametiwa wasiwasi na ripoti za kutatanisha za vifo vya raia katika maeneo ya pwani ya Syria. Na wakati hayo wakijiri, mataifa makuu ya Umoja wa Ulaya yameunga mkono mpango unaoongozwa na nchi za Kiarabu wa kuijenga Gaza upya kwa gharama ya dola bilioni 53 na kuepuka Wapalestina kuachwa bila makazi katika eneo hilo. Mpango huo ulioratibiwa na Misri na kuidhinishwa na viongozi wa nchi za Kiarabu umepingwa na Israel na rais wa Marekani Donald Trump, ambaye amewasilisha mpango wake wa kuigeuza Gaza kuwa eneo la kivutio Mashariki ya Kati. Siku ya Jumamosi, mawaziri wa mambo ya nje wa Ufaransa, Ujerumani, Italia na Uingereza waliukaribisha mpango huo unaobaini kuwa ni uhalisia Gaza kujengwa katika miaka 5. Katika taarifa wamesema mpango huo umeahidi maboresho haraka na endelevu kwa hali mbaya ya maisha kwa watu wa Gaza.
Na tukirejea katika pembe ya Afrika ni kuwa tume Umoja wa Mataifa juu ya haki za binadamu imesema viongozi wa Sudani Kusini wanahatarisha kurejea kwa mzozo ulioenea na kuvunjika kwa makubaliano dhaifu ya amani. Taarifa hiyo imetolewa siku ya Ijumaa, iliangazia kuongezeka kwa mapigano katika jimbo la Upper Nile na siasa za uchochezi katika mji mkuu Juba. Haiwezekani kwamba miaka mingi baada ya uhuru wake viongozi wa kisiasa bado wanaendeleza vurugu kote nchini na kuwakatisha tamaa watu wa Sudani Kusini, alisema Yasmin Soka, mwenyekiti wa tume hiyo. Uchunguzi wa ripoti hiyo ulibaini kuwa mnamo mwaka 2024 mifumo ile ukiukwaji mkubwa katika maeneo yale mara nyingi inahusisha ofisi zile za umma na za kijeshi. Unyanyasaji wa kijinsia unaendelea katika maeneo ya ndani na nje, huku viongozi wakuu wakiendeleza mauaji na kulazimisha wavulana kujisajili katika jeshi na matukio ya kutekwa nyara, huku wasichana wakiendelea kukabiliwa na utumwa wa kijinsia, taarifa hiyo imeeleza. Yasmin Soka alisema kuwa Sudan Kusini inapaswa kusonga mbele, kutekeleza makubaliano ya amani, kuimarisha taasisi na kujenga msingi wa demokrasia. Kiongozi mwadhamu wa mapinduzi ya Kiislamu ya Iran Ayatollah Saidi Ali Khamenei amesema kuwa sisitizo la baadhi ya madola ya kibabe juu ya kufanya mazungumzo na Iran halilengi kutatua matatizo. Ayatollah Ali Khamenei ameyasema hayo katika mkutano wake na wakuu wa mihimili mitatu ya dola na maafisa wa mfumo mzima wa Iran jijini Tehran. Kiongozi huyo mwadhamu ameendelea kusema kuwa sisitizo la baadhi ya serikali za kibabe juu ya mazungumzo si kwa ajili ya kutatua matatizo, bali ni njia ya kulazimisha matarajio yao binafsi. Ameongeza kuwa Jamhuri ya Kiislamu haitatimiza matarajio yao. Aidha, amesisitiza kuwa madola hayo ya kibabe hayalengi tu kujadili swala la nyuklia, bali yanatumia mazungumzo kama hayo kuwa njia ya kuibua matarajio mapya katika nyanja kama vile uwezo wa ulinzi wa Irani na uwezo wake wa kimataifa, mambo ambayo Iran haitayakubali kamwe. Kiongozi mwadhamu amebainisha kuwa madola hayo yanaibua swala la mazungumzo ili kushinikiza maoni ya umma na ili yadai kuwa yako tayari kwa mazungumzo na kwamba eti Irani ndio inayokataa. Ayatollah Ali Khamenei pia amezikosoa nchi za Ulaya kwa kutoa madai ya uongo dhidi ya Iran, akisema kwamba dai lao kuwa Iran haijatekeleza ahadi zake za nyuklia si la mantiki. Ayatollah Ali Khamenei ameendelea kuzihutubu nchi za Ulaya akisema, mnasema Iran haijatekeleza ahadi zake za nyuklia. Sawa, je, ninyi mmetekeleza zenu? Hamkutimiza tangu mwanzo, kiongozi huyo alisema. Kiongozi huyo wa Iran amebaini kuwa baada ya Marekani kujiondoa katika makubaliano ya nyuklia mwaka 2015, nchi za Ulaya ziliahidi kufidia swala hilo, lakini zilishindwa kutimiza ahadi zao. Ayatollah Khamenei amesisitiza kuwa misingi ya ustaarabu wa Magharibi inapingana na misingi ya Uislamu na hatuwezi kuwafuata. Ameendelea kusema kuwa tunaweza na tunapaswa kufaidika na chochote chenye manufaa popote duniani, lakini hatuwezi kutegemea misingi ya ustaarabu wa Magharibi. Kiongozi huyo mwadhamu wa Irani amebaini kuwa matendo ya mataifa ya Magharibi, ikiwa ni pamoja na ukoloni, uporaji wa rasilimali za mataifa mengine, mauaji ya halaiki, madai ya uongo kuhusu haki za binadamu na haki za wanawake, pamoja na viwango vyao vya undumila-kuwili katika masuala mbalimbali, vimeleta fedheha kwa ustaarabu wa Magharibi. Ayatollah Ali Khamenei amesema dai la uhuru wa maoni katika nchi za Magharibi si chochote zaidi ya uongo.